Roho saba za Mungu ni nini? Mungu ana roho saba. Kumekuwa na kuchanganyika ya kwamba Mungu ana roho saba au ana roho moja, lakini ni ukweli ya kwamba kitabu cha maandiko matakatifu, kitabu cha Ufunuo, kimekwisha kutuambia habari za roho saba za Mungu. Katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya 3 mstari wa kwanza tunaanza hapo. Anasema, na kwa malaika ya kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho saba za Mungu na zile nyota saba, na yajua matendo yako ya kuwa una jina ya kuwa hai na umekufa. Kwa hiyo Biblia na kitabu cha Ufunuo kinakili ya kwamba Mungu ana roho saba. Lakini tukija kuziangalia hizi roho saba maana yake ni nini, tunakuja kuona kwanza katika huo mstari imesema roho saba za Mungu na zile nyota saba. Kwa hiyo ukiangalia hapo kuna roho saba na nyota saba, ambazo hizo nyota saba zimekwisha kutolewa maelezo katika mstari wa 20 sura ya kwanza ya Ufunuo. Kwa hizo hazina shaka. Inasema hivi, siri ya zile nyota saba ulizoziona katika mkono wangu wa kuume na zile na vile vinara vya taa ya saba vya taa za dhahabu, zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba, na vile vinara saba ni makanisa saba. Sasa naomba tusikilizane kwa makini sana. Wakati mwingine wengine udhani hizo roho saba ni makanisa saba, wengine ni malaika. Sasa leo tunatakiwa tuweze kupata ufumbuzi wa hiki. Hizi roho saba ni nini? Kumbuka usizichanganye roho saba na vinara saba, maana kila kimoja kina tafsiri yake. Sasa tukija hapa katika huo mstari unapotuambia roho saba za Mungu, tafsiri ya kwanza inapatikana katika sura ya kwanza mstari wa 4. Kitabu cha Ufunuo inasema hivi, Yohana kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyekuwako na aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja, na zitokazo kwa zile roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi. Kwa hivyo kumbe roho saba ziko mbele ya kiti cha enzi, si katika kiti cha enzi. Hicho ni kitu cha kwanza unapopata uweze kuelewa. Kwa hiyo walioko, kwa hiyo hawa roho saba wako mbele ya kiti cha enzi. Mungu amekaa katika kiti cha enzi, lakini hawa roho wanaonekana mbele ya kiti cha enzi. Shika hiyo point. Haya. Sasa tafsiri ya kwanza inapatikana katika hiki kitabu sura ya 8 mstari wa 2, anasema hizo roho saba ni nani? Mstari wa 2 anasema, nami nikaona wale malaika saba waliosimama mbele za Mungu, nao wakapewa baragumu saba. Kumbe hizi roho saba ni malaika saba, si makanisa, zingatia. Kwa hivyo si roho za Mungu kwa mantiki ya kwamba Mungu mwenyewe ndani yake kuna roho saba. Hapana. Hizo roho saba ni malaika saba walioko mbele ya hicho kiti cha enzi. Halafu nitakuonesha ambavyo roho ya unabii inakili na kuweka wazi ya kwamba hawa malaika saba ndio wanaokuja kutumwa katika dunia. Kwa hivyo si kwamba hawa roho saba waje waanze kuunganishwa na Roho Mtakatifu. Kumbuka Roho Mtakatifu yuko ndani ya Mungu. Pointi hiyo zingatia sana. Roho Mtakatifu yuko ndani ya Mungu. Kama vile wewe una roho na vile Mungu ana roho yake. Haya. Katika kitabu hiyo tafsiri tunaanza kuipata katika kitabu cha Wakorintho. Naomba sasa tuweze kuelewana hapo. Anasema hivi katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2. Tunaanza mstari tu wa 11 moja kwa moja. Anasema, maana ni nani katika binadamu ajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Kwa hivyo mimi nina roho yangu ndani yangu inajua mawazo yangu kama mimi ni binadamu. Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayajuae ila roho wa Mungu. Unaona? Kwa hivyo kuna roho wa Mungu aliye ndani yake, anajua mawazo ya Mungu.
ni vile mimi nina roho yangu na inajua mawazo yangu. Kwa hiyo Mungu ndani yake ana Roho Mtakatifu ambaye ni roho mmoja, ila hawa roho wengine wanaoonekana roho 7 ni malaika, kwa mujibu wa sura ya 8 mstari wa 2 kitabu cha Ufunuo, malaika walio mbele ya kiti cha enzi. Sasa ili tuweze kuoanisha na roho ya nabii, naomba tuweze kuangalia katika kitabu cha Ujumbe kwa Vijana ukurasa wa 23. Hapa inatupatia point. Anasema katika kichwa kikuu kinasema kujenga tabia kwa ajili ya umilele, sura ya kwanza. Alafu sura ya 23 hapa kichwa kidogo kinasema rafiki mwaminifu. Anasema hivi: wakati Kristo alipopaa kwenda kwa Baba, hakuwaacha wafuasi wake bila msaada. Roho Mtakatifu kama mwakilishi wake na malaika wa mbinguni kama roho wanaotoa huduma hutumwa kwenda kuwasaidia wale ambao pamoja na kukabiliwa na upinzani mkali na kuonekana kama wasioweza kushinda, bado wanapiga vita vizuri vya imani. Kwa hivyo kumbe hawa malaika wanatumwa kuwasaidia watu ulimwenguni. Sasa tuone pia tukioanisha, hii andiko inasema hao malaika wanaotumwa. Kwa hivyo Mungu Roho Mtakatifu akiwa pamoja na hawa malaika. Sasa katika Ufunuo, naomba sasa tumalizie tuweze kuoanisha kitabu hicho cha roho ya nabii pamoja sasa na kitabu cha Ufunuo, ili kitupe finishing hapo tuweze kumaliza. Anasema hivi katika sura ya 5 mstari wa 6, anasema ili kutoa maana sasa. Anasema nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Kwa hiyo kumbe anasema hizo roho 7 za Mungu zilitumwa katika dunia yote. Leo nabii imetuambia kwamba hao malaika ndio wanaotumwa kwa ulimwengu, kwa hawa watu wanaoshindana na vikwazo vingi katika safari yao. Kwa hivyo hawa roho 7 ni malaika, si roho za Mungu kwa mantiki ya ndani ya Mungu. Ni roho 7 zinazokuwa katika kiti cha enzi mbele, wakipewa kazi kwa ajili ya kuwahudumia watu walioko duniani. Ndio naona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wake wa 9 anasema naye akaniambia heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Anasema mstari wa 10, nami nikaanguka mbele za miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako. Kwa hivyo malaika anakiri kuwa ni mjoli wake Yohana, lakini pia anamaliza anasema, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu, sujudie Mungu. Kwa hivyo malaika ni wajoli wetu, wakitumwa kwa ajili ya kutuhudumia sisi.